Ndugu zangu makandarasi, msajili amezungumza sana, ameeleza safari yetu ndefu kule tulikotoka, tulipo na tunapokwenda. Mimi napenda nizungumze kwa ufupi tu. Mheshimiwa mgeni rasmi, napenda pia nichukue nafasi hii kuishukuru sana wizara yako. Wamejitahidi, tunasema asante sana katika hili swala zima la kukuza uwezo wa makandarasi. Wameweza kutoa miradi ya upendeleo. Hiyo ni hatua kubwa sana, tunasema asante sana, asante sana. Na sasa ombi letu, walitoa miradi miwili, sasa tunaomba iwe mingi, iwe mingi, kwa sababu ile miwili waliotoa ya majaribio, na hakika hata wale waliopata wanajitahidi sana kuifanya, na hakika watafanya vizuri, kwa sababu hata sisi wale wengine ambao hatukupata tunawaangalia, actually sisi wenyewe ndio tumekuwa prefect, tunacheki kwamba msiharibu, kwa sababu tunataka na sisi tupate. Sisi sasa tulikuwa tunaomba kwamba kwenye bajeti hii labda kwamba zile kazi ziongezeke, na tulikuwa tunaomba pia hata wizara zingine waweze kutenga miradi kama ile. Tulikuwa tunaomba hata institutions za serikali, kwa sababu unajua serikali ndio mwajiri mkubwa wa makandarasi. Tunaomba yani kwa ujumla kwamba ile miradi iongezeke kama hiyo ya upendeleo, kwa sababu pia tumeona faida yake. Tunaomba iongezeke tuweze kukuza uwezo wa makandarasi. Mheshimiwa mgeni rasmi, makandarasi tuna changamoto nyingi. Kuna swala zima la hizi bonds nazo zimekuwa ni mwiba. Tunawashukuru sana REA, wamekuwa wakitoa kazi nyingi sana, tunawashukuru. Na sisi kama bodi tulijitahidi kuongea nao kwamba wajitahidi kutoa zile kazi kwa joint ventures, kweli wamefanya. Tumeona watu wengi local contractors wamepata kazi na wanashiriki sasa hizi kwenye hii miradi ya REA. Lakini sasa kuna changamoto ya bonds kule. Jamani, unajua kwa hali halisi ilivyo, nikwambie ukweli mgeni rasmi, unajua mtu hawezi akapewa kazi kesho yake akasema sihitaki. Sio lugha ya sasa hivi. Unajua maisha yamebadilika. Kwanza ukipata kazi unashukuru. Kwa hiyo tulikuwa tunasema hata hii ya kusema kwamba lazima mtu uweke big bond, why? Tufanye declaration tu kwenye miradi, especially hii miradi yote inayotumia hela za serikali. Tufanye tu declaration. Kwa sababu hapa mimi hivi kwani kuna mtu anyoshe mkono ambaye anaweza akapewa kazi akasema sitaki? Dunia sasa hivi. Yaani unajua kuna vitu vingine sawa, ni sheria zipo, lakini pia tuangalia hata wakati wake umepita na muda tulionao. Sasa hivi tuko kwenye muda wa ushindani. Kwa hiyo unakuta kwamba ile big bond ilivyokuwa inawekwa na nia yake na naniwa kwa wakati ule, it was okay, but not now. Sasa hivi unamwambia mtu ndio kwanza tu anataka kubidi. Unataka aende benki. Ukifika benki naye anakusubiri. Anasubiri hela, ndio atakupa kale karatasi. Kwa hiyo unakuta hata ile mazingira ya mtu kuanza tu kushiriki kuomba kazi yanakuwa ni magumu. Watu kama REA, nashukuru Mungu watu wengi wamepata kazi. Lakini watu wamepata kazi wengine yani akipata kazi anapata, yani baada ya kupata kazi ana mwezi mzima wa kuugua jinsi ya kupata ile performance guarantee. Kazi kapata, kazi amepata, of course anaweza akafurahia siku 2 3, nina kazi. Sasa inayofuatia pale ni shughuli pevu. Kwa sababu zile guarantee ni ngumu kweli. Yaani unakuta sasa mtu hata ile wanajikuta watu wanajiingiza kwenye vitu vya ajabu ambavyo as a result vina baadaye jinsi anavyozidi kwenda kule anavyozidi kufanya kazi, hata ile hela yake anakuwa ameshajikomiti kwenye vitu vingi mno ili apate ile bond,
matokeo yake hata ile faida anaanza kuitumia hata kabla hajaanza kupata, hajafanya ile kazi, kwa sababu ya kujikomiti tu apate ile bondi. Kwa sisi tulikuwa tunaomba, ni ombi tu jamani, sheria ya manunuzi inajieleza kabisa kwamba unaweza ukatumia bondi za benki, unaweza ukatumia bondi za insurance, lakini waajiri wetu kwa kweli, nafikiri neno insurance hiyo vocabulary haiko kwenye waajiri. Yaani mimi nilikuwa naomba tu, imefika wakati hata zile insurance sasa hivi, unajua tukiangalia kwa muda wa sasa hivi watu wengi, everybody is doing fine, kila mtu anajitahidi kufanya kazi, yani kufanya ile institution yake ifanye inapotakiwa. Hata insurance sasa hivi zinafanya, tunaona. Kwa tulikuwa tunaomba mgeni rasmi, mjitahidi basi hata mnapokutana kwenye hivi vikao vyenu mjaribu hata kuwashirikisha na wengine, wajaribu kuangalia jamani, hata kutumia bonds za insurance tujaribu nazo, labda tuone tunakwendaje. Wakati ule kule nyuma zilikuwa na matatizo, ilikuwa ni wakati ule. Sasa hivi tuko kwenye zama zingine kabisa. Yote hii unajua, tukijaribu kuyafanya haya yatatusaidia sana hata kukuza ule uwezo wa makandarasi. La sivyo sasa tutajikuta zile kazi kubwa tu wanafanya wale wenzetu wa nje, kwa sababu hata unajua mtu kishakuwa hata na financial muscle, unaweza kuwa na financial muscle ya maandishi tu, lakini na kufanya unapata kazi na unaendelea. Kwa sababu sisi tunajikuta mara nyingi hatuna support ya aina yoyote ile. Wale wenzetu wengine wanapokuja hapa wanapata support kutoka makwao. Ndio maana wanaweza hata kuingia kwenye ushindani ule na kutushinda. Niliona kwamba na hilo nalo niliseme. Nafikiri nisingelisema, naona makandarasi hao wasingenielewa kwa kweli. Mgeni rasmi, kauli mbiu ya mkutano wa mashauriano kwa mwaka 2018 ni ukuaji wa makandarasi kwa uchumi endelevu, fursa na changamoto. Kama kauli mbiu inavyojieleza, katika nchi yetu zipo fursa za kuwawezesha makandarasi kukua na kufikia kiwango cha kutoa mchango wao kikamilifu katika uchumi wa nchi yetu, lakini zipo changamoto mbalimbali zinazoathiri ukuaji wao na hivyo huwafanya wasiweze kuzitumia fursa zilizopo nchini kwa ukamilifu. Mgeni rasmi, kwa ufupi tu, fursa zilizopo, mkutano umejadiliana kwa kirefu changamoto kuu mbili zinazowakabili makandarasi, ambazo ni changamoto za ukosefu wa kazi kwa makandarasi, pia changamoto za kifedha katika kazi zetu hizi. Tunaposema fedha ni pamoja na bonds na hata zile kazi zingine. Unapopewa kazi huwezi ukategemea kwamba mtu atakupa kazi na pesa siku hiyo hiyo, lakini wakati mwingine huwa tunahitaji pesa kwa ajili ya kuanza kufanya kazi hizo. Mheshimiwa mgeni rasmi, hili la kazi kwa kweli nalo limekuwa ni tatizo sana, kwa sababu katika kujadiliana siku hii ya leo kulikuwa na wenzetu wa PPRA wamejaribu kutueleza kuhusu sheria zinazohusu utolewaji wa kazi za serikali, na likajitokeza hili la force account ambalo kwa kweli limekuwa ni tatizo kubwa sana kwetu. Tunapozungumzia makandarasi wa majenzi, nikiwa na maana ya building contractors, hali ni mbaya sana, inatisha, kwa sababu kuna makandarasi wamekaa hata zaidi ya miaka miwili bila hata kupata kazi. Afadhali basi hata kama ungekuwa unapeleka tenda ukijua kwamba labda tu tenda yangu sikubahatika kupata, lakini hata ile tenda
hujaipeleka popote, haujaona sehemu ya kupeleka tenda kuomba kazi. Na haya mengi yametokea kwenye halmashauri zetu ambazo ziko chini yako. Kwa hiyo kufika kwako hapa kwa kweli ni faraja sana kwetu. Tunataka tu kusikia neno kutoka kwako la faraja. Na pia hata ndugu yetu wa PPRA amejitahidi kutueleza kwa kirefu sana kuhusu sheria ilivyo, na sisi tumejitahidi kumweleza kuainisha yale mapungufu tunayoyaona. Ametuahidi kwamba akitoka hapa mtakwenda kufanya audit eti mama. At least tujaribu kuangalia hizo checks and balances kuona kwamba tunafika wapi. Walikuwepo watu wa benki hapa, tulikuwa na ndugu zetu wa CRDB, NMB, NBC, na benki gani tena ile nyingine, CBA. Wamejitahidi kutueleza ambavyo wamekuwa wakijaribu kuboresha huduma za makandarasi katika benki zao. Tunawashukuru kwa hilo. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kweli mimi sina mengi sana ya kuzungumza jioni hii ya leo, na najua makandarasi sasa hivi wananishangaa kuona kwamba bado nang'ang'ana tu kuendelea kuongea, ambapo wao wamekuona wewe na wao wanajua kwamba wewe utakuwa na neno jema kwao. Ninaomba nisipoteze muda mwingi. Haya maazimio ambayo tumeandika hapa na hizi recommendations tutaendelea kuvishughulikia. Naomba niwaahidi tu, safari hii tutabadilisha labda staili ya kuzishughulikia. Tutajitahidi kuanza kuzishughulikia immediate tutakapotoka hapa, kwa sababu already mengine ameshafika wizarani, na sisi tutajitahidi kuwakumbusha wizarani kuendelea kuyashughulikia, ili tutakapokutana mwaka ujao, Mungu akitujalia, tuwe na mambo mengi ya kuongea.